Habari za leo. Asante kwa kujiunga na mimi katika video hii katika channel hii ya Dr. Wilson Swahili Ministries, na nina furaha kwa kujiunga na nyinyi alasiri ya leo kusema na nyinyi mawili matatu ambayo ninajua yatakuwa ya msaada na itakuwa sana kusaidia. Jambo ambalo ni la kwanza na nitaongea nanyi ni habari za bidhaa hii. Hii bidhaa vitaweza kuwasaidia zaidi. Hii inaitwa Cloud Puller Oil. Hii ni mafuta inayosababisha watu kuja kwa kazi ambayo unataka waje. Kwa mfano, kwa biashara unataka kuvuta watu waje, na ili kumbuka, linaenda na maombi ya moyo wako, ni halali. Unaomba tu, alafu unamwamini Mungu. Alafu kuna vile uta-apply mafuta haya kama vile utakavyo ya order, nitakuelezea. Itakusaidia pakubwa kuhusu kuvuta watu kuja kwa biashara yako. Kuna watu hawauzi, kuna watu wana matatizo ya kuuza, watu hawaji. Una bidhaa, una vitu vizuri, lakini biashara haiendi. Kama unaweza tumia mafuta ya Cloud Puller, basi itakusaidia. Ili ni pamoja na wale wahubiri walio katika hali ya kuhitaji washirika kuja. Unang'ang'ana kanisani, haya mafuta yatakusaidia. Hii ni sabuni ya kibiashara, fanya mauzo yaende. Wale watu ambao wamekwama na pesa zako, pia hii sabuni itakusaidia kufanya vile nitakueleza. Ina mambo mengi, ina multiple cases ambao unaweza kuomba Mungu na ukaitumia kwa kuoga. Itakusaidia sana. Pia iko na maeneo pa mambo ya uponyaji kwa wale ambao wana matatizo na magonjwa, basi magonjwa ya kiroho. Hii pia inaweza kusaidia sana katika eneo hilo. Alafu hii inaitwa Woro Soap. Woro Soap hii design for the purpose of attraction. Hii ni kali sana na inafanya kazi pakubwa. Hii ya Woro Soap inafanya kazi pakubwa na inafanya kazi na mafuta. Kwa wale wahubiri ambao wanataka watu kuja, lazima ununue hii, uoge nayo na upake hii katika sehemu za malango. Katika biashara ni hivyo hivyo, ununue hii alafu na uende na hii. Basi hizi ni bidhaa ambao viko. Hii ingine ni Favor Soap. Hii pia itakusaidia mambo ya kibali. Mungu akusaidie. Chochote ambacho unasikia unataka, unaweza kuitisha kwa WhatsApp yetu na Mungu atakubariki. Basi jambo la pili, wiki hii kwa wale ambao wametuma maombi wanataka kuwa partners katika huduma yangu ya kiroho, basi sasa wiki hii mtaanza kupata, wengine tumetumia jana na wengine kuanzia sasa mtaanza kupata maelezo vile tunaenda. Utapata ujumbe kwa simu yako vile tunaenda kama ulituma maombi. Kuna watu kutoka Msumbiji, kutoka Tanzania, kutoka Uganda, kutoka Kenya, watu wametuma kujiunga. Basi inawakaribisha, mtaanza kupata mwelekeo vile hiyo partnership itaenda, na spiritual lecture vile itafanyika kwa WhatsApp, na Mungu awabariki. Naongea kidogo habari za sadaka za dhabihu, sadaka za kuchinja. Sadaka ya kuchinja ni muhimu sana. Sadaka ya kuchinja ni muhimu kwa wale ambao mnataka kuendelea, wale ambao mnataka kufanikiwa kibiashara, kufanikiwa katika masuala. Watu wanachinja kwa mafanikio, watu wanachinja kwa maendeleo ya miradi yao, watu wanachinja kwa uhifadhi wa maboma zao na ulinzi kwa biashara zao. Na najua kwamba tunaamini kwamba Mungu ndiye anayelinda watu. Baada ya watu kumwamini Yesu, basi wengi tuna imani kwamba hatuna haja ya kumwaga damu tena hata ya wanyama kwa ajili ya kujilinda au kusababisha biashara fulani ziende. Sana sana upande wa ufanisi ndio nataka kuongelea. Watu walio na ufahamu bado wanachinja.
walio na ufahamu ule ambao mimi niko nao bado wanachinja wanyama kwa ajili ya kufanikiwa kibiashara ama kufanya mambo fulani yaende, kwa sababu kuna uwezo fulani ambao unatakana ubomoe ndio uweze kupita viwango fulani vya kufanikiwa katika maeneo za kifedha. So damu ya Yesu, ninakubaliana nyinyi, baada ya kumwagika hakuna damu yoyote ya mnyama iliyo na uwezo wa kutakasa mtu ama kumfanya mtu dhambi zake ziondolewe, ila damu ya Kristo. Kwa wale ambao mnamwamini Yesu, basi laini hiyo, hata mimi niko hivyo, namwamini Mungu kwamba damu ya Yesu imetosha, na kazi ambayo hiyo damu imefanya kwa kukununua wewe na kukufanya kuwa kuhani katika nyumba ya Mungu na ufalme, basi imetosha. Lakini kwa kufanikisha biashara, kufanikisha viwango vya kimaendeleo, kimaisha, kibiashara, kifedha, mtu wa Mungu umedanganyika. Damu ya Yesu haina lolote kwa kufanya hayo. Ina uwezo tu ya kununua na kukuosha dhambi zako na kuua dhambi zako. Sasa wale watu wa Leviticus kule nyuma, vitabu vile vya Kutoka, Leviticus, walikuwa wanatoa zile sacrifice za wanyama, za ng'ombe, za nini, walikuwa wanatoa ili angalau wasamehewe dhambi zao. Lakini sasa baada ya kumwamini Yesu, hauhitaji kutoa sadaka za mnyama, damu kwa ajili ya kusamehewa, ila unahitaji kuitolea kama unataka kufanikiwa. Katika dunia hii tuliyo nayo, si Mungu anaitawala. Nataka niseme hilo kwa ujasiri ili muelewe. Si Mungu anatawala dunia hii tuliyo ndani. Hii dunia tuliyo ndani ilipewa mwanadamu ili mwanadamu aitawale, lakini mwanadamu akanyang'anywa na adui. Sasa iko katika mikono ya adui. So ili wewe uweze kufanikiwa katika motherland hapa duniani, kuna vitu lazima ufanye, upambane navyo. Haki fulani uweze kupambana nayo ndio uweze kupenya, ndio rasilimali za ardhi hii ziweze kuja kwako. Mungu ana uwezo wote mbinguni na duniani na kila kitu ni chake. Lakini kwa sababu yeye ni Mungu, akisema akipangilia jambo, amepanga. Kuna watu ambao ninaweza kusema kuna mamlaka yanao utawala katika anga hii ya mwanadamu. So lazima uelewe ya kwamba bila mwanadamu kumpatia Mungu ruhusa ya kufanya mambo fulani haiwezekani. So kwa wale ambao bado wanaofahamu kwa upande wa ufanisi, leo naongelea habari za kuchinja kupo. Wanadamu uelewe, kuchinja wanyama, sadaka za wanyama kupo. Nitakuambia aina ya sadaka za wanyama wenye wanatakana na wale ambao watakani. Sana sana ninaona watu wanatoa sadaka za mbuzi. Wanatoa kwa sadaka za mbuzi, wanatoa kuchinja mbuzi kama kafara. Hiyo mbuzi ni sadaka ya kujiroga. Usimtolee Mungu sadaka ya mbuzi ati unataka kufanikiwa. Sadaka ya mbuzi, yani ukitoa mnyama kama mbuzi kuchinjwa ili uweze kufanikiwa kibiashara, umejiroga. Ni kweli huenda kwa sababu ya kutojua kuna mambo yataenda vizuri mahali, lakini kuna jambo lingine mbovu litatokea na utajua kama hiyo ndio imesababisha. Yaweza kuenda vizuri biashara uliyotaka, lakini hela zikaibiwa. Yaweza kwenda vizuri biashara uliyotaka, lakini ukagonjeka mpaka ile pesa ikakutibu, na utakapopona hiyo pesa imeisha. Yaweza kuwa umegonjeka, jambo likatokea kwa jamii yako, au umefanikiwa kibiashara vile ulitoa hizo kafara, lakini jambo likatendeka mahali ambapo linakuzunguka, inabidi wewe tena ndio utoe. Sasa hiyo ni kafara ya mbuzi haitolewi kafara ya Mungu. Naona Wakristo wengi mbona wanatoa? Wakristo wengi wanatoa, lakini hawaelewi, na kila ambacho uelewi Mungu hawezi kuhukumu nacho. Ni shetani tu ndio huwa na hukumu nacho wanadamu, kwa sababu kutojua kwako ni silaha ya adui kukupiga wewe, lakini Mungu hawezi kukujaji na kukupiga kwa sababu wewe hujui, ila kile kitu Mungu anafanya kwa sababu, ndio maana kuna neema.
unapokea vitu vya Mungu kwa sababu hufai kupokea, sababu hujui. Neema ni ya watoto. Neema inasaidia wasiojua. Neema inasaidia wasiokuwa na ufahamu. Neema inasaidia wadhaifu, na ndio sisi tunatoa hatujui. Sasa tunapokea kwa sababu ya neema, ila kwamba baada ya neema Mungu atasukuma haki kusababisha mwanadamu aliye na ufahamu huu aje afundishe, alafu wewe ufanye maamuzi yako kama utaamini ama hutaamini. Baada ya kuisikia hiyo neno, sasa wewe ukifanya uamuzi, hapo ndipo judgment ya Mungu inaanzia, kwa sababu sasa unajua kama mmekataa atafanya nini. Basi ng'ombe atumiki kwa kutolea sadaka za kufanikiwa. Ng'ombe anatumika kwa uchawi. Sadaka za ng'ombe zinatumika kwa uchawi, kama kwa mfano unataka kuroga watu. Ila ukitaka kufanikiwa na umetoa kafara ya ng'ombe, basi ni utasimama juu ya mabega ya wengine. Sijakataa kwamba watu wasitoe mbuzi wakachinya mbuzi wakala, wala kataa kwamba watu wasitoe ndama au ng'ombe mkubwa buli wakachinja wakala. Unaweza toa kwa sherehe, unaweza toa kwa mambo mbalimbali, lakini kwa kutoa kwa lengo la sadaka, kafara, ili kuendelea kibiashara, mtu wa Mungu achana nayo. Unless kama unataka kukanyaga mabega wa watu, utumie utukufu wao, nyota zao, baraka zao ziwe diverted kwako. Sasa utakuwa unaendelea ndio, lakini utaendelea na yako, utakuwa unaendelea na wengine. Pale ambapo ng'ombe uchinjwa kwa nia ya sadaka ya kafara, alafu anachukuliwa nyama yake, anapewa watu wanakula. Wale watu wanakula ile nyama, ile vitu vyao vinakuja kwako. Hiyo inaitwa spiritual transfer. Ng'ombe hatumiki hivyo, anatumika kwa uchawi. Sasa ukitaka mtu wa Mungu kuenda mbele, watu wengine wanatoa sadaka ndogo ndogo za kuku, mabata, makuku, majogoo, ni sawa. Lakini ukitaka kwenda mbele, nyama wa kwanza ni kondoo, amebeba mengi. Huo ni mnyama mzuri kutolea kafara, amebeba mengi. Mnyama wa pili ambayo una biashara kubwa, makampuni, mafactory, biashara, makampuni za magari, makampuni makubwa kuproduce vitu vikubwa, ama ofisi kubwa inayo operate kubwa, project kubwa, unataka kufanikiwa vitu vikubwa, biashara kubwa ya kubomu mabilioni. Wanyama, na unataka kutoa sadaka za kuchinja. Wanyama ni ngamia. Ngamia anatolewa kwa watu ambao wanafanya biashara za mafuta, madini mbalimbali kama almasi, diamond, gold, hizo madini, mafuta. Basi kama unataka kuendelea sana na vitu ambavyo vimehifadhiwa na ardhi, mnyama mzuri wa kutolea sacrifice za kuchinja ni ngamia. Na nielewa, camel. Hizo ni sadaka za hali ya juu. Mungu akubariki. Kuku, je, nimetoa kuku na nikaendelea, ni sawa, lakini songa viwango, na nitakuhifadhi kwa kutunza haya. Takwambia hivi, gharama ya kutoa sadaka katika namna ya kifedha ina uwezo mkubwa pia. Kwa njia ya kifedha inaonyesha kwamba unamwamini Mungu, unampenda sana Mungu kuliko kupenda pesa. Yaani upendo wako kwa pesa. Ndio watu wanatoa kafara ni sacrifice za fedha. Mirundiko ya mabilioni mtu anaweka kwa account. Mtu anatoa kwa account, anapatia kwa madhabahu, kwa sababu ishara kwamba ana utiifu kwa Mungu wake. Jambo la pili, inaonyesha kwamba yeye vile upendo wake kwa Mungu uko juu kulinganisha na upendo wake yeye mwenyewe. Jambo la tatu, lazima uwe na uwezo wa kujibu maswali ya mtu. Ina ishara kwamba wewe unaweza tatua kudhamini maisha ya mtu mwingine kuliko yako. Ni ishara kwamba viwango ambavyo unatoa navyo pesa kama sadaka, na pesa ni medium, vile viwango unatoa vinategemea na baraka ambazo zinaweza kuja kwako bila wewe kujua.
zile za dhabihu, sadaka za dhabihu za kifedha. Na Mungu awabariki mkitoa sadaka za wanyama au sadaka za fedha, lengo liwe nzuri. Wewe unajua kwamba Mungu anabariki. Ninatoa kwa sababu ninataka kupanda katika anga hii ya Mungu. Sacrifice hizi zinasababisha, zinaitanisha, zina sauti ya kuita katika ulimwengu wa roho, kusababisha vitu ambavyo vimejificha, vitu ambavyo vimejificha, ambavyo hata wewe hujui na ni vyako, vije kwako kwa wakati unaofaa. Lakini unatolea sadaka aina gani na unatolea madhabahu gani? Mhubiri anayepokea ama mtumishi priesti wako anayepokea sadaka kiroho, je, anajua cha kunena? Anajua cha kufanya na sadaka aina yenye umetoa? Anajua jinsi ya kuifanya ili itumike kwa kufungua anga yako ya kiroho na hatima yako itokee kwako? Unaelewa sasa? Mpaka lazima pia, pamoja na kutoa sadaka ya sawa, ujue mahali pa sawa kwa mtu wa sawa aliye na ufahamu wa kiroho. Sasa si kila mtu tu. Katika eneo hili la kutoa sadaka za wanyama, kuna watu nafikiri mmewahi kutana nao. Utasikia mtu anasema, hapa tutoe kafara za wanadamu, tunatoa kafara za wanyama peke yake. Ukisikia mahali mtu anatangaza hivyo kwamba hapa tunatoa kafara za wanyama peke yake, hatutoi kafara za wanadamu, jihadhari. Kuna watu wameseti kwamba unapopeleka mnyama, huyo mnyama ana represent mwanadamu fulani wa familia yako. Inategemea ni namba ngapi mnyama unayotoa. Kama ni namba 1, basi mtu namba 1 kwa familia yenu ndiye atakufa. Utamtoa mnyama atakapochinjwa kidogo tu, wewe utapata maendeleo yako, lakini yule mtu atakufa, mtu wa kwenu. Peleka mnyama wa pili, mtu fulani, mnyama mwingine, mtu fulani. So hayo madhabahu pia yapo ambao watu wameunganisha, manake wanajua wanadamu ni waoga na hawataki kusacrifice wanadamu. Watagunduliwa kwamba hawa wanafanyia kazi ibilisi. Hivyo basi sasa wamejificha kwa sadaka za kafara za wanyama na kusema hatutumii wanadamu, tunatumia mnyama. Sasa na mnyama ameunganishwa na mwanadamu. Sasa hapo pia ndio maana nasema unapotoa, ni kweli inatakana kuchinja sadaka za wanyama, lakini unachinja kwa madhabahu gani? Unachinja kwa mtumishi gani? Ni mtumishi huyo anayepokea anajua ufahamu wa anga ya kiroho, jinsi ya kukupata wewe na kukusaidia kufungua anga yako akitumia dhabihu hizi unazotoa, mpaka uwe na ufahamu na elimu nzuri. Otherwise, kama haujui namna ya kuchinja, usijiingize katika sadaka za kuchinja, ni hatari. Sadaka za kuchinja zipo, watu wachinja kwa dhiri vitu mbalimbali. Kuna ufahamu wa kuchinja wa Kiislamu, kuna ufahamu wa kuchinja wa Kihindi, kuna ufahamu wa kuchinja wa Kikristo, kuna ufahamu. Sasa mpaka uelewe ni ufahamu gani unaoendea, ni nani. Isichanganywe, manake kila mtu kuna mahali anaegemea. Iko roho juu ya kila mtu anayefanya huduma hiyo. Ni roho anayetokana na nani? Ni huduma inayotoka wapi? Matunda yake yanaonekanaje? Maongeo yake yako vipi? Tabia zake ziko vipi? Matokeo yake ni gani? Kuna viumbe visivyo vya kawaida? Unajua haya utayapata kama umeshapata madhara. So lazima ukae kwa darasa, ujifunze vizuri, uelewe kuendelea kuko, kufanikiwa kuko, kufaulu kuko, na ulinzi wa Mungu uko. Unaniambia hatuchinji kwa ajili ya ulinzi, damu ya Yesu inatosha. Ndiyo, nimekuambia na kubaliana hilo, lakini mtu wa Mungu, damu ya Yesu, Yesu ndiyo Bwana kanisa. Na kanisa linapojengwa, ile nyumba ya kuabudia inawekwa malango, inatengenezwa na gate ya kuingia compound, inawekwa mageti, inawekwa maaskari kwa geti. Maaskari wanapewa hata wengine bunduki, wengine silaha. Hizo zote ni security. Mageti ni security, malango ya kanisa ni security.
pamoja na vifuli vinawekwa pale, nafungiwa security na mlinzi anawekwa. Lakini hata hivyo, Bwana asipoulinda mji, hao walinda wakesha bure. Tunamjua Mungu yupo, tunamjua Bwana yupo wa kutulinda, na malaika zake wateule wanapewa nafasi ya kutulinda katika anga hii. Lakini hata sisi kama wanadamu tunatengeneza vitu, tunajihami. Si makosa kutoa dhabihu wakati damu ya Yesu imeshatolewa kwa ajili ya kukusaidia ukae kama kuhani, ukae kama mlinzi, mwana wa Mungu, ukae kama mfalme, lakini uwe na dhabihu za kupeleka mbele za anga ya kiroho kwa ajili ya kujifanikisha, kuinuliwa. Ni Mungu atakuinua ndio, ni Mungu atakulinda ndio, lakini je, una nini mkononi kinachoonekana? Kuna kuanga na kitu inaitwa kwa kizungu supernatural. Supernatural lazima kuwe na super na natural. Natural ni vile vinavyoonekana, super ni vile vya kiroho, vya kiungu. Sasa lazima kuwe na supernatural intervention, kitu kinachoonekana na kisichoonekana kutanisha, kazi iende mbele. Asante. Mungu akubariki, tukutane kwa hiyo video ingine.